Yani ndio maana nilichokuambia mimi kwamba klabu ya Simba na hawajachelewa katika ligi ya mwaka huu. Na maneno yangu yani wasiapuuze, hawajachelewa. Tumewaambia ichukuliwe timu hii hapa, timu yote ichukuliwe timu hii. Apewe Mohamed Dewji kwenye masuala ya pitch uwanjani. Umeona hapa kapo? Yaani hii iliyopo sasa hivi. Iliyokuwepo Simba hii hapa hii. Apewe Mo. Apewe Mo. Kwenye masuala ya pitch ya uwanjani, masuala ya wachezaji, masuala ya benchi la ufundi. Kwani si ndo anashughulikia yeye? Nimekuambia hapa tumechanganyana na watu, na ndio maana utaona kuna taarifa zinatoka upande wa pili. Yani taarifa zinaongelewa kwenye kikao, upande wa pili wanapata upande wa pili. Ni nani anatoa? Lakini mzee Mwaipaya, kwa hicho ulichokizungumza, klabu ya Simba kwa sasa hivi kwenye masuala ya utendaji yapo chini ya bodi ya kurugenzi upande wa mwekezaji. Na maana upande wa mwenyekiti wenyewe wanaratibu shughuli za utendaji wa klabu nzima, lakini kwenye masuala ya wachezaji, mechi, sijui nini, kila kitu, posho, hela, kila kitu inasemekana kinatoka kwa upande wa Mo Dewji. Kwa maana hata siri zinazovuja wakulaumiwa ni wa huko. Kwa nini lawama unazitupa huko ambapo hawakuhusiki? Umeshasema tena, umeuliza swali zuri kabisa. Ni swali la maana kabisa ambao waandishi wachache sana hawapendi kujua ukweli wa klabu ya Simba. Waandishi wachache wanapenda yani kuzungumza tu, hawagusi sehemu husika. Umeshasema bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi ina wajumbe 7 kupitia kwa mwekezaji, ina wajumbe 7 kupitia kamati ya utendaji ya klabu ya Simba. Automatic kamati ya utendaji ya klabu ya Simba inaenda moja kwa moja kuwa yani inaingia moja kwa moja kwenye bodi ya kurugenzi, wanaingia moja kwa moja. Makamu mwenyekiti anakuwa ni nani? Ni huyu mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu. Umeelewa makamu? Swala langu mimi, naona labda viongozi wa klabu ya Simba wanakuwa wanaelewa. Swala langu mimi nataka kwamba viongozi wa klabu ya Simba wasihusike na timu kabisa. Kina Mangungu, kina CPA Masudi, siku na Dr. Muba, siku na Shabalaka, kina nani, wasihusike kabisa na chochote katika timu. Umeelewa nini maana yake? Baadaye utapata jibu ambalo ndio liko sahihi. Wasihusike na chochote katika timu, wenyewe wahusike katika masuala ya klabu. Kuna watu wameshasema watajenga uwanja, wadili na hayo masuala. Kuna wadhamini ambao wanakuja wapya, wadhamini sio mwekezaji. Mwekezaji lazima, kwa sababu swala la uwekezaji limeshafungwa. Swala la uwekezaji limeshafungwa mpaka likamilike. Huwezi kuleta mwekezaji kipindi hicho, utatafuta vurugu kwenye nchi ya Tanzania. Utasababisha vurugu kubwa zaidi, kwa sababu swala la uwekezaji limefungwa kisheria. Kulikuwa kuna mwanasheria wa klabu ya Simba, kulikuwa kuna mwanasheria wa Mohamed Dewji. Walichorekebisha serikali, wanataka kwa Mohamed Dewji akubali watatu. Umeelewa mpaka hapo? Na Mohamed Dewji hajakataa, akakubali pendekezo la serikali watatu. Lakini kwenye hao watatu walioongezeka bado wanatoka katika kampuni yake yeye mwenyewe, kwa sababu kwenye uwekezaji yeye ndo drive masuala ya uwekezaji. Sharti la uwekezaji halijasema hao watatu atoke, si mwingine huku mwingine huku. Wenyewe amesema uwekezaji watatu. Sasa mimi na mdogo wangu ana mawe pale, ana hela pale, yuko Marekani, nisimlete hapa kwenye klabu ya Simba na nani kaongeza? Kama bado inakuwa ni mali ya familia, mali ya mtu mmoja. Manchester United ni mali ya nani unavyojua? Familia. Lakini kwenye mafanikio umesikia kipindi kile, na ndio nakuja kule umesikia. Unaona Manchester size watu wanawalaumu kwa sababu gani? Hawapati matokeo ya uwanjani. Kwa hiyo watu wa Manchester wanakuwa wako sahihi kuiataki ile familia ya nani Sugazi Glazer, umesikia? Wanakuwa wako sahihi. Kwa hiyo kumbe yani wewe umeniuliza, na ndio maana unaniuliza maswali ambayo yanakuja kuibua vitu vingi katika nchi ya Tanzania, umesikia? Na mimi nimefurahi zaidi, na ndio maana nakwambia vipi, kuna mambo mengi sana makubwa tutakwenda kufanya kipindi na hii hapa channel, kwa sababu umeongea vitu vikubwa, point kabisa kwamba kwa nini itakuwa mali ya familia, na ndio maana tunataka tuje kuilaumu familia ya Mohamed Dewji mwishoni. Ndio maana mtu lawama apewe mtu mmoja. Ndio maana anachotaka hicho hapo umesema, lakini watu wanaelewi kwamba tumuachie timu Mohamed Dewji, atuletee watu kutoka hata kwenye makampuni yake ambao wanaidia ya mpira, atuletee watu maudita wake kutoka kwenye kampuni yake ambao watakuwa wanadili na mishahara ya wachezaji wa klabu ya Simba, umeelewa? Atuletee sisi, tunataka kombe,
tunataka mchezaji wa bilioni 7 adondoke pale. Sumene mpaka hapo. Hapo ndio tutakuwa tumetenda haki ya kuja kumhukumu Mohamed Dewji. Tutaitisha press nzima, hata mimi nitakuwa katika press za watu ambao nimewataja kuwa huu utazungumza na mimi ndazungumza, lakini kuhakikisha kwamba hivi vitu vyote vifanywe kazi na uongozi, kwamba Mohamed Dewji kakabidhiwa timu. Mwaipa jinsi kunataka Mohamed Dewji akabidhiwa timu, kakabidhiwa timu, amepewa timu hii hapa. Sisi hapa kamati ya utendaji tuko kwenye viwanja vya nani huku, viwanja vya Bunju kule, tunashughulika. Kwa hiyo bwana nani Mwaipa uji lawama za timu utampa Mohamed Dewji, mimi ndaungana nao, ndakubali, lakini kwa kipindi hichi bado kuna watu wana njaa kwenye kamati ya utendaji ya klabu ya Simba, bado wana njaa, wanauza issue. Tukija kwenye katiba, mfumo wa uendeshaji wa klabu umekaaje? Kwa maana mlishapitisha swala zima la pande mbili, kwa maana kukaa katika bodi, upande wa mwekezaji na upande wa klabu. Tayari katiba imeshakuwa hivyo. Ina maana kama unahitaji mabadiliko ya kimfumo yafanyike, inabidi mbadilishe baadhi ya vipengele katika katiba, namna ya kuiendesha klabu. Mpo tayari kuingia katika mfumo wa kuibadilisha katiba, mzee Mwaipa? Umegusia kwenye katiba, tena ni jambo moja zuri zaidi ambalo umegusia wewe, kwamba katiba tayari imeshakubali mwekezaji na wanakwenda katika mchakato wa uwekezaji, umeelewa? Kwa sababu bado hawajakuwa wawekezaji. Yani bado mchakato haujakamilika. Umeelewa? Yani kuwa rasmi kabisa. Kwa sababu na mchakato nimeshakwambia wanaokuhamisha ni wanachama na viongozi wao. Nyinyi sasa kina mzee Mwaipa ndio mnakuhamisha. Tunakuhamisha sisi, yani tunakuhamisha wanachama na viongozi wao ndio wanakamilisha mchakato. Wewe unakuhamisha. Mimi ndio nakuja na suluhisho la kuiondoa timu katika mapitio mabovu haya. Umeelewa? Mapitio mabovu. Suluhisho lake liko vipi? Kwa sababu mchakato haujakamilika, wanachama bado, kadi bado mpya za wanachama bado hazijatolewa, na kwa wanachama bado hawajaweka hisa zao. Tunachotaka hii timu hii akabidhiwe mtu ambaye 70% kashacheza pati yake, akabidhiwe kila kitu na kwa maandishi. Umeelewa? Yani mwenyekiti atakachomkabidhi, na tunaomba mwenyekiti amkabidhi Mohamed Dewji timu kwa maandishi yeye mwenyewe, kwa kuwakilisha wanachama, kwamba kipindi tunapokwenda kwenye mchakato wote yale umeshapiga hatua kama 70 hivi kwenye mchakato, si hata hatua ya kwanza tujapiga, tunakukabidhi timu hii hapa hivi. Mishahara ya wachezaji hapo, sijui kocha hapo, sijui kambi ni nini, usafiri ni wewe. Klabu ya Simba itakuwa haihusiki kwanza kwa kipindi hichi, mpaka mchakato ukabiki ndio taingia moja kwa moja kwa body trustee, msia. Lakini kwa kipindi tunakukabidhi vitu vyote vya klabu ya Simba. Kwa sababu nini, umeelewa? Baada ya kuja kuwa kwenye uwekezaji ndio mwenyekiti atakuja kupata nguvu, kwa sababu na Yesu akao tumembeba sisi kwa kuweka hii hela, kwa sababu kwenye 51%, na watu wasijitoe ufahamu bilioni 20 aliweka Mohamed Dewji katika miaka ile pale. Njoo uchukue ile bilioni 20, pigia hesabu ya mwaka huu hapa. Dola zinapanda. Kipindi kile dola ilikuwa bei gani? Dola ya Marekani. Sasa ukipata jumla yake ya dola Marekani labda ilikuwa shilingi 50. Safari dola Marekani shilingi 250, piga bilioni 20 mara hizo dola hizo. Utakuja kupata zaidi ya yani bilioni 20 ya safari. Yani thamani yake karibu zaidi ya bilioni 60. Kwa hiyo kwa wanachama atakatoka bilioni 60. Umeelewa mpaka hapo? Kwa 51%. Ndio hapo tunakaa mwenyekiti ndio anapata power ya kuwa ni kiongozi wa nani. Yani yeye ndio anakuwa ni mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, mwenyekiti wa wanachama. Huwezi kumweka mwenyekiti wa bodi mwenyekiti bodi ya kurugenzi yani au ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, wakati uwezo wenyewe hata yani wanachama wenyewe hawajamwezesha kuwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi. Hajaweka hela. Yeye mwenyewe hajaweka hela. Kwa sababu ili hisa zianze kuuzwa, mwenyekiti naye si mwanachama. Na wewe unaweka hela kwenye kadi yako, umeweka hela. Kawaulize kamati ya utendaji wote wameshaweka hela nini kwenye klabu ya Simba? Hakuna. Sasa hakuna mfumo rasmi wa kuweka hiyo hela. Kama hakuna mfumo, ni nani anayechelewesha wakati serikali tayari ishamaliza ile swala hili?
Kumbuka ilitoka taarifa kwamba inabidi kufanyike baadhi ya marejeo, na ziko taarifa ambazo sio rasmi ambazo tulizisikia kwamba baada ya kufanyiwa marejeo, na taarifa zilizotoka ni kwamba ilitakiwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba awe mwenyekiti wa klabu ya Simba sasa hivi, yani Murtaza Ali Mangungu ndo angetakiwa kuwa mwenyekiti. Kuna kitu kama hicho, na huyu nani Mesia, hilo jibu alilijibu mwana FA, naibu waziri wa michezo, tena kwenye mkutano uliovunjika alilijibu very clear kabisa. Kasa hilo sio la serikali, hiyo yako na nyinyi. Na nyinyi mnasemaje? Sisi tunachosema ili mwenyekiti awe ni mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi kutoka kwa wanachama, kwanza kwenye akaunti yake slip salary yake ya benki lazima isome ana bilioni 12 mwenyekiti, ili achukue Simba awe ndio kiongozi director, kiongozi lazima kwenye akaunti yake ya benki kusikosekane bilioni 15 au 20 bilioni. Hilo limekuja sasa hivi au lilikuwa toka? Tunatoa masharti sisi, hatuhitaji mtu ana bajaji moja aje kuwa mwenyekiti, atatusumbua huyo mtu. Yeye atakuwa kila maana anampigia simu mwekezaji, bwana vinginevyo kama tunataka tupite njia bwana, wewe hebu niingize kwenye akaunti yangu hela, si hivi na hivi. Tunaona vitu. Hatuhitaji mwenyekiti maskini kuja kuongoza klabu ya Simba. Tunahitaji mwenyekiti ambaye bilioni 17 na zimekaguliwa na watu wa usalama wa taifa kuwa ni halali ziko kwenye akaunti yake. Tunampa cheo hicho. Na ndio maana bilioni 17. Mwaya mmoja tu ndio ana uwezo wa namna, mwaya mmoja. Investment. Na ndio maana mimi nampendekeza kabisa kwamba kwenye uchaguzi unaokuja Jelut Investment mimi naenda kumchukulia fomu mimi mwenyewe. Ndaongoza kundi la watu kutoka mikoa yote ya Tanzania ya Tanzania kwenda kumchukua Jelut Investment kwa sababu kashaonesha au mwenyekiti wa klabu ya Simba. Jelut Investment. Legasila kama unanisikia. Mwaipao je ana maono ya mbali na kasha kuona na wewe una maono ya mbali. Wakikaa Mohamed Dewji na Jelut Investment hii nchi inatikisika hii katika. Usiniambie bwana. Wallahi nakwambia. Kiumbe hicho Innocent Yaula huyo. Kiumbe hicho Jaspier Lolemba. Nani kamleta? Jelut Investment. Na watu wakakubali, watasema hatujamtaka huyo. Sawa, hamjamtaka huyo, lakini mimi nataka kiumbe. Nyinyi mnamtaka Feitoto. Feitoto ni mtu yani maji ya jioni tu hapa. Acha bwana. Sikutupa. Wewe Mimi nakwambia Feitoto kwenye klabu ya Simchukua Leomba na Feitoto unaondoka na Leomba. Mimi naenda na bwa mdogo. Feitoto. Naenda na bwa mdogo Ino. Leomba. Vibaya. Yaani mtu kwanza angalia ile pasi aliyopiga ile pasi ile. Umeiona hiyo moja? Za Fei umeziona ngapi mzee? Bwana jamani shida kweli kweli. Turudi hapo. Kwa shida yako kubwa Jelut, kama ikitokea uchaguzi wewe unampendekeza na utamchukulia fomu? Sio nampendekeza. Unatamani? Yaani hata akikataa mimi nampiga pingu. Niko radhi kwenda na askari polisi apige pingu Jelut Investment akachukue fomu. Asindikizwe na kalandinga. Anaenda kubeba na kalandinga, anaenda kuchukua fomu. Yaani mnamlazimisha. Yaani analazimishwa. Jelut. Kwa sababu ana maono ya mbali. Tunataka tu maono ya mbali, sio maono ya hapa. Yaani unambeba juu. Yaani atabeba mpaka hata kwenye kalandinga, yani nginja. Huku polisi. Watu kwa katikati lazima unapigwa pingu utakachukua fomu ya mwenyekiti. Chamda kuchukua fomu. Na unamshikisha. Yaani ataenda kuchukua fomu kwa nguvu. Mzee Mwaipaya. Wallahi nakwambia, kwa sababu kuna kitu kanionyesha. Huyu bwana mdogo kanionyesha kitu kikubwa sana. Umeona uzi hapa huyu? Dia dola. Tani ya watu. Mbona? Sasa kama kashaweka bilioni, yani kashaweka bilioni 38 kwa miaka 5. Huyo mtu kwenye akaunti yake kuna bei gani? Ndio maana tunataka vipi? Hatuhitaji mwenyekiti wa klabu ya Simba anakuja sio ana hekali 80 za miti ya kuchoma mkaa. Hatutaki. Hatutaki si mwenyekiti wa klabu ya Simba si anaweka 30 za mahindi. Mahindi atasaidia na familia yake. Tunataka watu wenye hela tu katika mpira Tanzania. Hali zina hela. Nani? Hali. Sasa mpaka uje kuvuna mahindi saa ngapi? Anapiga hela. Mchezaji anasubiri mahindi yavunwe. Yaani mchezaji akitoka kwenye mechi pale anataka posho yake. Akutane na mzigo. Kashapiga goli 2 pale bila pale. Anataka weka kwenye akaunti yake isome pale.
Wewe utamwambia mpaka si nivune mahindi, yani mahindi wewe umeagana na Mwenyezi Mungu? Inaweza kapigwa jua mahindi akakauka. Sawa. Mzee Mwaipaja, tumalize na hili hapa. Naona muda umetutupa mkono. Tumezungumza mambo mengi. Bwana, tarehe 1 mwezi wa 3. Kivumbi. Yani vizuri sana, yani kila sehemu unagusa. Yani unataka ni madini yani ya wiki nzima ufanye kazi tu. Hili swala la tarehe 1 mwezi wa 3 narudi katika bodi ya ligi na TFF. Ombi ambayo nililituma mimi hapa, ombi ambayo nilimwomba mimi, tena nilimwomba kwa unyenyekevu mwenye nchi yake. Nani? Yani mwenye nchi yake. Dr. Samia Suluhu Hassan. Kipindi kile amekutana na viongozi wa vilabu Simba na Yanga kwa nyakati tofauti. Umeona mpaka hapo? Na mimi nikaona si vibaya zaidi, na mimi nikapitisha ombi pale baada kwenye ule mkutano. Na mimi nikaona ngoja nipitishe pale. Naomba na mimi nipitishe pale kwenye yale maudhui ya vile vikao alivyofanya mheshimiwa. Nikasemaje? Kama mheshimiwa umeweza kuonana na viongozi hawa, mimi na ombi moja tu kubwa kwako la kuitangaza nchi ya Tanzania. Nilikuwa naomba katika mechi ya Simba na Yanga hii tupate marefari kutoka nje ya nchi. Mliwaona wa Misri pale. Mwana Simba alilalamika? Mmewaoje wana Simba watu walilalamika kuhusu marefari? Hawajalalamika. Wakajisaulisha TFF, wakaja kutuchezeshia kina Rajige mechi ya ngao. Umeelewa mpaka hapo? Sasa kwa leo natoa tangazo. Yaani natoa tangazo na angalizo na onyo kwamba na tayari kikanuni Simba na Yanga marefari wanatoka nje. Hatutahitaji kuona bodi ya ligi mmepanga tarehe 1 mwezi wa 3 Simba na Yanga. Hamzungumzi kama marefari, yani mmejitoa ufahamu. Lakini sisi tunaojua, sisi tuliopigania hii haki hii hapa hii, na mpaka ikapatikana, tunahitaji marefari kutoka nje waje kuchezesha. Na safari ikiwezekana hata marefari kutoka Uingereza waje kuchezesha na ligi yetu Simba na Yanga. Kwa sababu tutaifaidisha nchi ya Tanzania. Tutafaidisha sababu Waingereza wengi sana wataje kuangalia utalii. Kwa hiyo tunachoomba, hili nimelianzia leo na kila kwenye media ina yote inavyokuja ndakuwa nakumbusha mpaka mwisho. TFF, bodi ya ligi, Simba na Yanga marefari kutoka nje. Hatuhitaji magoli ya Rajige ile. Wana Simba ni wastahimilivu, lakini kama angekuwa wa zamani wana Simba pale, yule Rajige angetafuta mlango wa kutokea. Pacome Zouzoua kazidi kama imamu. Pacome Zouzoua kafanya alafu unamwacha anafunga goli. Kampiga kiliko nani Lushinda Diloko. Kwanza yeye mwenyewe yuko offside, yani yuko yeye mwenyewe kabla mpira yuko offside. Alafu refari wa kiwango cha juu. Na ndio maana refari umechezesha mechi gani ya AFCON ambayo imefanyika imalizika wapi huko? Morocco. Hakuna. Kuna refari kachezesha kule wa Tanzania. Hayupo kwa sababu alijihusisha mwenyewe. Ndio maana tunarudia bodi ya ligi na mtindo wa kuangalia wa kuwatuma marefari waangalia wachezaji wa Simba. Akifanya lafu kidogo kafungiwa mechi 5, wakati kina Diala wamefanya lafu za hadharani, Himidi Mao kafanya lafu za hadharani, mmeshinda kumfungia. Tutadili na nyinyi safari. Yani safari huu mwaka ni mbaya kwenu nyinyi, tutadili na nyinyi. Tunataka kusafisha mazingira ya mpira. Nyewe kwenye familia ya mpira hampo. Mmeingia kwenye milango ya nyuma tu. Tunataka marefari kutoka nje wachezeshe Simba na Yanga. No doubt. No doubt. Ongezi neno. Yani siongezi neno kwa hapo. Bwana haya yote yanatokana na nyinyi kufungwa sana, mmekasirika. Mzee Mwaipaja mmenuna. Hatujanuna, tumetoboa mtumbwe. Yaliyemkuta Kideko na Ongo naye anamkuta. Kwenye msafara wa mamba na kenge wengi wapo. Haya bwana, nashukuru. Hapo.